Mwenyezi Mungu ameumba mamilioni ya viumbe ambao kila itwapo leo huendelea kuzunguka kwenye mazingira mbalimbali ambayo tunaishi. Lakini Mwenyezi Mungu alipokuwa anaumba ulimwengu, Mwenyezi Mungu aliugawanya ulimwengu katika makundi mawili. Kuna ulimwengu wa kimwili na ulimwengu wa kiroho. Na zipo kanuni mbalimbali ambazo zinaunganisha ulimwengu wa kimwili na ulimwengu wa kiroho. Kanuni mojawapo, ili jambo lolote liweze kujidhihirisha katika ulimwengu wa kimwili, lazima litimie kwanza katika ulimwengu wa kiroho. Ili kuonesha uhusiano uliopo kati ya ulimwengu wa kimwili na ulimwengu wa kiroho, Mwenyezi Mungu ameumba viumbe mbalimbali ambao wanaweza kutupa ujumbe wa kiroho. Kuna viumbe wakionekana katika makazi yako wanakuwa wanakupa ujumbe fulani, na hao ni viumbe ambao hautakiwi kuwaua kwa namna yoyote. Inawezekana wewe ni moja kati ya wanadamu ambao wamekuwa wakiua wadudu mbalimbali ama viumbe mbalimbali walipoonekana katika makazi yako, na ninaamini ulifanya hivyo kwa sababu haukujua ni mambo gani ya kiroho ambayo yanaendelea katika makazi yako, lakini pia haukuwa na uelewa ni siri gani za kiroho ambazo viumbe hao walikuwa wanazileta katika maisha yako. Ninaamini utakapotazama video hii mpaka mwisho, hautarudia kuwaua viumbe hao, kwani wakati mwingine kitendo cha kuwaua viumbe hao ni kama unafungua mlango wa mikosi, bahati mbaya na nuksi katika makazi yako. Ndani ya video hii nitakwenda kukuambia viumbe 10 ambao ukiwaona kwenye makazi yako hautakiwi kuwaua, kwa sababu ni viumbe ambao wanavuta bahati njema na utajiri kwenye makazi yako. Kama nawe ni moja kati ya watu wanaotamani kujifunza mambo mbalimbali yanayohusu ulimwengu, nipende kukuambia jiunge nasi katika chaneli hii, kwa sababu chaneli hii ni giza litakalokupa mwangaza wa kuweza kuelewa siri mbalimbali za ulimwengu. Karibu kwenye basi la maarifa, funga mkanda, ninaweka gia, twende pamoja. Wafuatao ni viumbe ambao ukiwaona katika makazi yako hautakiwi kuwaua, kwa sababu ni viumbe wanaovuta bahati njema, utajiri na mafanikio katika makazi yako. Namba 1, kangambili, ama kwa lugha ya Kiingereza anaitwa ladybug. Huyu ni kiumbe ambaye ana mabawa magumu, lakini mabawa yake huwa yanakuwa na madoadoa. Anaweza akawa na mabawa mekundu yenye madoadoa meusi. Mara nyingi mdudu huyu huonekana katika makazi mbalimbali ya wanadamu, lakini wengi wao humdhuru mdudu huyu kwa sababu hawajui ni siri gani za kiroho ambazo zipo ndani ya mdudu huyu. Huyu ni mdudu ambaye anapoonekana katika makazi yako huwa analeta bahati na mafanikio, lakini kama ukimuua, basi kinyume chake hutokea katika makazi yako. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, kiumbe huyu huwakilisha mafanikio pamoja na bahati njema katika makazi ya mwanadamu. Mara nyingi utakapoingia kwenye makazi yako alafu ukamkuta mdudu huyu katika sehemu ambayo haukutarajia kabisa kumuona, wala usimuue, bali mshukuru Mwenyezi Mungu na muombe Mwenyezi Mungu ili bahati njema na mafanikio vikawahi kufunguka katika maisha yako. Namba 2, kipepeo. Kipepeo ni miongoni mwa wadudu ambao wanapenda kurukaruka katika sehemu zenye maua. Nikisema neno kipepeo, ninaamini asilimia kubwa ya wanadamu wanamjua kipepeo. Jambo ambalo unatakiwa kulijua, kipepeo ni moja kati ya viumbe ambao wana siri mbalimbali za kiroho. Kipepeo anapoonekana katika maua ambayo yapo katika makazi yako, si jambo la kushangaza, kwa sababu ni kawaida yao kurukaruka katika sehemu zenye maua kwa sababu huchavusha maua. Lakini si jambo la kawaida endapo utaingia ndani ya makazi yako na kumkuta kipepeo. Endapo utamkuta kipepeo katika makazi yako, kipepeo katika ulimwengu wa kiroho huwa anamaanisha mabadiliko chanya pamoja na matumaini ambayo yatakuja katika makazi yako. Inawezekana wewe ni moja kati ya wanadamu wanaopitia nyakati ngumu katika maisha yao. Inawezekana unakaribia kukata tamaa, lakini utakapoingia katika makazi yako ukamkuta kipepeo, aidha ametua mlangoni ama ametua katika ukuta wa nyumba yako, ni ishara ya mafanikio au mabadiliko chanya ambayo yanakuja katika maisha yako,
au matumaini mapya yanakuja katika maisha yako. Kama umepoteza matumaini katika jambo fulani, mshukuru Mwenyezi Mungu na muombe Mwenyezi Mungu ili mambo yawahi kufunguka kwenye makazi yako. Kamwe usimuue mdudu huyu. Namba 3, kereng'ende, kwa lugha ya Kiingereza dragonfly. Hawa ni wadudu wenye vichwa vikubwa, na katika vichwa vyao huwa wana macho mawili makubwa ambayo huwa yanakuwa upande wa mbele wa vichwa vyao, lakini wana mabawa na wanapenda kuruka kwa kujikusanya. Mara nyingi viumbe hawa wanapoonekana, watu wengi hupenda kuwaua, hasa wanapowaona katika makazi yao. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini: asilimia kubwa ya wanadamu huwaua viumbe hawa kwa sababu hawajui ni siri gani ambazo zimejificha ndani yao. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Huyu ni mdudu ambaye anapoonekana ndani ya makazi yako huwa anamaanisha mafanikio pamoja na ustawi. Kama wewe ni moja kati ya wanadamu ambao wanafanya shughuli fulani ya maendeleo, alafu una wasiwasi kuhusiana na shughuli hiyo, unapoingia ndani ya nyumba yako ukamkuta mdudu huyu, ni mdudu ambaye anaashiria kuwa kitu ambacho unakifanya kitakwenda kuwa na ustawi pamoja na mafanikio makubwa ambayo pengine haukuwahi kuyafikiria. Hivyo utakapomwona mdudu huyu, mshukuru na kumuomba Mwenyezi Mungu kuwa jambo hilo likatimie katika kile ambacho unakifanya. Namba 4, panzi. Panzi ni miongoni mwa wadudu ambao hupenda kurandaranda katika sehemu zenye uwepo wa majani. Hivyo utakapomuona panzi katika makazi yako, lakini akiwa katika sehemu za viwanja vyenye majani, hauna haja ya kushangaa, kwa sababu ni kawaida ya wadudu hao kupenda kurandaranda katika maeneo hayo, kwani majani ni miongoni mwa vyakula ambavyo panzi hupenda kuvitumia. Lakini ajabu ni pale utakapoingia ndani kabisa ya nyumba yako na kumkuta panzi. Unaweza ukamwona panzi ametulia katika ukuta wa nyumba yako au katika sofa zako au sehemu yoyote ambayo haukutarajia kumwona. Hautakiwi kumdhuru mdudu huyu, kwa sababu katika ulimwengu wa kiroho, panzi anapoingia katika nyumba yako huwa anaonekana kama ishara ya bahati njema katika nyumba yako. Hivyo panzi atakapoonekana ndani ya nyumba yako, anaashiria uwepo wa bahati njema katika makazi yako. Hautakiwi kumdhuru kwa namna yoyote. Namba 5, nyuki. Nyuki ni miongoni mwa wadudu ambao huogopwa na mamilioni ya wanadamu, kwa sababu nyuki ana kawaida ya kumng'ata mwanadamu endapo mwanadamu atamsababishia usumbufu fulani. Lakini nyuki hufanya hivyo mara nyingi kwa sababu anahitaji kujilinda, kwani kila kiumbe ana mekanizimu ya kujilinda kadri Mwenyezi Mungu alivyomuumba. Nyuki ni miongoni mwa wadudu wanaopenda kurandaranda katika maeneo yenye uwepo wa maua. Hivyo utakapomuona nyuki katika maua, hauna haja ya kushangaa, kwa sababu ni kawaida yake kuwepo katika maeneo hayo. Lakini nyuki anapoonekana ndani ya makazi yako, hapo ni wakati ambao unatakiwa kujua kuwa nyuki kuna ujumbe wa kiroho ambao amekuletea katika makazi yako. Nyuki akionekana nyumba yako, anamaanisha kazi ambayo italeta mafanikio kwa wingi. Kama kuna shughuli unaifanya, basi ujue shughuli hiyo itakuletea wingi wa mafanikio ambayo haukuwa unayatarajia katika maisha yako. Namba 6, vunja chungu. Vunja chungu ni miongoni mwa wadudu ambao wamekuwa kitafsiriwa kwa namna mbalimbali kulingana na tamaduni ya eneo fulani, jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini. Vunja chungu ni moja kati ya wadudu ambao pindi wanapoonekana katika makazi yako huwa wanaashiria kuna jambo zuri linakuja katika maisha yako. Kama wewe ni moja kati ya wanadamu ambao wanapitia changamoto fulani, ukimwona mdudu huyu, basi ujue lipo tumaini jema ama tumaini zuri ambalo linakuja katika maisha yako. Ni mdudu ambaye hautakiwi kumdhuru, kwa sababu anaashiria ujio wa bahati njema kwenye maisha yako. Namba 7, firefly. Hawa ni wadudu ambao huwa wanapenda kuruka wakati wa usiku, na wanaporuka huwa wanakuwa wanawasha taa. Yani ni wadudu ambao wanapokuwa angani usiku, unaweza ukazani kuna vitaa vidogo vidogo vimerushwa angani. Zipo baadhi ya nyakati ambazo mdudu huyu anaweza kuonekana katika makazi yako. Mdudu huyu akionekana ndani ya nyumba yako, wala usiogope na wala usimdhuru, kwa sababu ni mdudu ambaye anamaanisha matumaini
pamoja na bahati, kwani mwangaza unapowaka kwenye maisha yako inamaanisha giza ambalo limekuwa likitawala maisha yako linakwenda kutoweka na sasa nuru mpya inakwenda kuangaza katika maisha yako. Namba 8, silkworm. Hawa ni wadudu watambao. Ni nadra sana kuwakuta katika makazi ya wanadamu. Nimekosa neno lake zuri la Kiswahili, lakini pindi utakapomuona mdudu huyu katika makazi yako, huyu ni mdudu ambaye kwa mujibu wa tamaduni nyingi katika ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe, amekuwa akihusianishwa na utajiri, kwani mdudu huyu katika ulimwengu wa kiroho anamaanisha wingi wa bahati, ambapo atakapoingia kwenye makazi yako, basi huenda ukawa mwanzo wa mafanikio katika nyumba yako. Yapo mengi ya kuzungumza, lakini kwa sababu ya usalama wa MB zako sina budi kuishia hapa. Tukutane tena katika video ijayo. Asante, bye.